Ongea nanyi ni Elisante Ole Gabriel, ni mtendaji mkuu wa mahakama, na leo tuko hapa mkoani Geita, hususan kwenye site yetu ya kituo jumuishi kinachojengwa cha mahakama kuu Geita kwa ajili ya kuzungumza nanyi mambo mbalimbali, lakini hususan leo tutajikita kwenye maboresho ya miundombinu ya mahakama. Lakini nianze kwa kumshukuru Mungu sana kwamba leo hii tumeweza kukutana hapa kwa ajili ya jukumu hili muhimu. Na niwashukuru sana nanyi waandishi wa habari ambao kwa wingi wenu kwa kweli mmejitokeza. Sambamba na hilo, nichukue fursa hii kuishukuru serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo wameshajihisha upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya kuendeshea shughuli zetu za mahakama, hususan masuala haya ya miundombinu. Lakini pia nishukuru sana Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa uongozi wake pia ambao pia kusimamia miundombinu hii vizuri. Nianze kwa kusema kwamba tunapozungumzia swala la miundombinu lina upana wake, na sisi mahakama tumegawa miundombinu katika nyanja 3. Kuna mbinu ya vitu, physical infrastructure, lakini vile vile tuna miundombinu ya tehama, ICT infrastructure, lakini vile vile tuna miundombinu ya kifikra, mindset infrastructure. Na ningependa hapa mwanzo ifahamike wazi kwamba miundombinu hii mitatu ni muhimu sana ikaenda kwa pamoja. Unaweza ukawa na miundombinu mizuri sana ya kuonekana, majengo, barabara, magari na vitu kama hivyo, lakini ukiwa nje au mbali kwenye miundombinu ya tehama, bado nayo inaweza ikawa ni tatizo kubwa sana. Lakini vile vile bado unahitaji miundombinu ya fikra ya wale ambao wanahudumia na kutumia ile miundombinu mingine. Kwa hiyo natamani pamoja na kwamba nitajikita kwenye miundombinu ya vitu vinavyoonekana hususan majengo, lakini mkumbuke pia kwamba tumejishajiisha na kujitanabaisha pia katika masuala ya miundombinu ya tehama na miundombinu ya kifikra. Hiyo sisi tunaamini hivyo. Vyema ndugu zangu, pia mkafahamu kwamba kaya nyuma ukiona jengo lililochoka basi utasema nadhani jengo la mahakama. Lakini kwa sasa ndugu niwafahamishe kwamba hali imebadilika sana. Kwa sasa tunazungumzia mazingira yaliyoboreshwa kabisa. Kwa mfano miaka ya nyuma jengo la zamani pale Kibaha lilikuwa limechoka sana. Lakini tayari jengo jipya sasa linaonekana ni tofauti kabisa, muonekano ni mwingine. Na vile vile ukiangalia kule kulikuwa pia na jengo ambalo limechoka kidogo, lakini tayari jengo la Ruangwa limekuwa tayari na liko pale mjini, linavutia kabisa. Soma hali ilivyokuwa mwanzo ni tofauti na hali ilivyo sasa hivi. Tulikuwa na jengo ambalo limechakaa kidogo, tayari sasa hivi hali ya sasa imeshawekwa jengo jipya. Maana yake mahakama kuu Musoma sasa ina jengo jipya kama ambavyo mnaweza mkaona pia kwenye screen. Lakini nilitamani niwahabarishe kidogo kwamba haya maamuzi yanapofanyika kwa ajili ya maboresho yanafanywa na watu. Ndio maana katika mwanzo wangu au maelezo yangu ya awali nikasema kwa kweli tufahamu kwamba miundombinu kifikra nayo ni ya muhimu sana. Haya maboresho yalianza ndani ya mahakama mwaka 2015. Ni vyema nikawafahamisha kwamba hususan wakati huo aliyekuwa mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yetu Mheshimiwa Balozi Hussein Athman Katanga, yeye hasa ndiye alikuwa anaendesha jahazi hilo la kuweka hizo fikra katika vitendo, akiwa sasa anamsaidia kwa karibu Mheshimiwa Jaji Mkuu wa wakati huo Mheshimiwa Othman Chande. Wamefanya kazi kubwa, na baada ya Mheshimiwa Kabunduguru baada ya Mheshimiwa Katanga akaja Kabunduguru, baada ya Kabunduguru na mimi nimepokea kijiti, tunaendelea. Nilidhani ni vyema kuthamini haya mawazo yao ya wale ambao walitangulia kuleta maboresho, na fikra hizi zilishajiishwa na lile wazo la BRN, Big Results Now. Serikali ya awamu ya 4 ilipoleta fikra hizo katika utanzuaji wa changamoto ya maboresho kuanzia mwaka 2012,
lilipofika mahakama, basi tukalipokea vizuri swala la BRN, na kwa kweli linaendelea vizuri sana, na serikali iliunga mkono kwa fedha za ndani na fedha za nje. Na hata sasa tunaposema fedha za ndani, mwelekeo ni mzuri. Kwa mfano bajeti hii tunayokwenda nayo sasa, ili tukutambua jinsi ambavyo serikali pia inawekeza ndani ya mahakama, bajeti yetu ni bilioni 241. Lakini tayari bajeti ambayo sasa imepitishwa na bunge baada ya kuchambuliwa vizuri na kamati ya bajeti inayoongozwa na Mheshimiwa Oranjeza ni bilioni 321. Unaweza ukaona jinsi ambavyo kumekuwepo na kwa kweli ongezeko kabisa la kuridhisha, na haya yote tunasema kwamba ni jinsi ambavyo serikali imekuwa tayari kuwekeza. Lakini pia kamati ya katiba na sheria ambayo inafuatilia sera za kufanikisha masuala haya nayo imekuwa ikishiriki vizuri, lakini pia ile kamati ya hesabu za serikali ambayo nimeeleza hapo awali. Maana yangu ni nini? Ni kwamba maamuzi ni muhimu, na mihimili mitatu imekuwa ikifanya maamuzi ya maana sana kuhakikisha kwa hivi kama nilivyosema mwanzo. Sasa katika huu mkopo wa awamu ya pili ni mahakama 60 kutoka kwenye ule mradi wa Benki ya Dunia, na gharama ya ujenzi ya hizo mahakama za mwanzo 60 ni bilioni 52.3 kwa fedha za Kitanzania, na miradi ipo katika hatua mbalimbali, na tunategemea kufikia Juni mwaka huu tutakuwa tumemaliza. Na ujenzi wa mahakama hizo zipo katika maeneo mbalimbali kule Ndombo, lakini pia Msangano, vile vile Majengo, Malunga na sehemu zingine kama Izazi, Malinyi, kule Terat vile vile mahakama ya mwanzo ujenzi unaendelea, Malunga, lakini pia Gonja, vile vile Nyajuu ujenzi pia unaendelea, Maji ya Chai, Makuyuni na sehemu zingine. Kwa kweli tunachosema tu ni kwamba nimetaja tu kwa baadhi, lakini kwa hakika kazi kwenye mahakama za mwanzo inaendelea. Ndugu waandishi wa habari, kumbuke nilisema kwamba mahakama ina ngazi 5: mahakama za mwanzo, wilaya, hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani. Pia katika mahakama za wilaya kazi pia inaendelea. Katika ujenzi wa mahakama za wilaya miradi hii itagharimu bilioni 24.9, takriban bilioni 25 fedha za Kitanzania. Lakini vyema pia mkafahamu baadhi ya maeneo ambayo ujenzi unaendelea ni pamoja na wilaya ya Kibiti na Chingwea, Kishapu, Mkalama, lakini pia Uyui kule Tabora, Hanang, Chamwino, Simanjiro, Tarime, Nyasa, Masasi, Kilosa, Kalambo, Mbulu, Tunduru na sehemu zingine. Haya ningetamani muelewe kwamba tunazungumza kutokea Geita, lakini kwa kweli kazi inaendelea katika sehemu nyingi sana na sehemu mbalimbali. Haya yote tunaamini ni maboresho ambayo yanapofanyika inaleta chachu ya maendeleo. Lengo ni kuhakikisha kwamba Mtanzania anaipata haki kwa wakati na kwa karibu zaidi, kwa gharama nafuu. Miaka ya nyuma ndugu zangu, watu walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 400 kwenda kufuata labda huduma ya mahakama kuu. Leo wanatembea chini ya kilomita 4, kilomita 5 wanakuwa wameshapata huduma. Nikumbushe pia kwamba katika mahakama za mwanzo kuna ujenzi unaendelea kwa fedha za ndani katika maeneo ya Kitumbeine, Machame, kule Ilangala pia na Njilinji, sehemu ambayo ni ngumu sana kufikika, inaitwa hard to reach area. Lakini serikali ya awamu ya 6 imesema pelekeni na huduma kule. Haubi pia Kondoa pale ni eneo gumu kidogo kufikika, lakini nako tunajenga, tumesema twende maeneo yale magumu kufika. Kipili ni maeneo kati ya maeneo magumu. Kinesi pia ni maeneo ambayo tunajenga. Magubike mkoani Morogoro, Mbalizi, lakini pia Ruangwa, Mkuyuni, na jumla ya fedha inayotumika ni bilioni 12.19. Kwa hiyo kwa kweli nitamani tumfahamu kwamba kazi inaendelea, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunapofikia pengine mwezi wa 6 mwishoni, basi tumefika katika hatua ya kumalizia mengi ya majengo. Ukarabati ambao nimeusia katika maeneo mbalimbali tunatumia milioni 330 ukarabati wa mahakama kuu Musoma kuhakikisha kwamba inakuwa katika hali nzuri sana. Lakini ni shule ambayo nimesema inaenda sambamba na kufikisha haki katika kwa ujumla wake. Lakini pia kwa jengo la mahakama kuu Dodoma ili itumike shule za mahakama
kifamilia, ndoa, talaka na kadhalika. Kwa hiyo eneo lile, baada ya kujifunza kwenye kituo jumuishi Temeke, tumegundua kwamba mambo ya familia yanahitaji huduma ya kipekee. Kwa hiyo zile sehemu ambazo zinazo mahakama zilizokuwa zinatumika kabla, sasa tunatumia yale majengo ya karabati tumike kwa ajili ya mahakama za kifamilia, na iliyokuwa mahakama kuu Dodoma ni mojawapo, na pale tunatumia bilioni 1.14 kufanya ukarabati huo. Lakini pia nyumba ya Mheshimiwa majaji zinakarabatiwa kama nilivyosema jijini Dodoma, lakini pia kule Iringa, na vile vile nyumba ya Mheshimiwa Jaji Mkuu nayo inajengwa sasa, tunaita IJC pale sana, kutoka nyumba ya Mheshimiwa majaji, na kama nilivyosema awali ni kwa gharama ya bilioni 2 na milioni 18, na kazi inaendelea vizuri. Lakini ujenzi wa vituo jumuishi ambavyo nilisema awali katika utoaji wa haki yapo katika maeneo 9 kwenye hii awamu ya pili ya fedha ambazo zimeletwa. Na nilikuwa natamani niseme kwanza, hii dhana ya vituo jumuishi maana yake nini? Ni kwamba unakuwa na mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi na mahakama kuu na mahakama ya rufani katika jengo moja. Faida yake nini? Inaokoa muda sana sana sana, inaongeza ufanisi, inaongeza tija katika utoaji huduma. Maana yake pia ni kwamba huyu mwananchi badala ya kutoka mahakama ya mwanzo aende kutafuta mahakama ile iko wapi, anakwenda tu sakafu inayofuata. Kwa maana hiyo atamaliza majukumu yake mapema na kwenda kwenye shughuli zingine za ujenzi wa taifa. Sasa baada ya awamu ya kwanza ya vituo 6 kupita, ikaonekana kwamba dhana hii ni bora na ni ya muhimu sana. Kwa hiyo serikali ikachukua mkopo mwingine kutoka Benki ya Dunia ambayo ni dola milioni 90, na katika fedha hizo vituo vingine 9 sasa vinakwenda kujengwa na vinaendelea kujengwa, ikiwepo hiki cha Geita ambacho kama nilivyowaambia jengo hili sasa liko kwenye 88%, na kazi iliyobaki ni ndogo ndogo tu kwa ajili ya kumalizia. Lakini ipo Simiyu, na Simiyu iko kwenye 80% na inakwenda vizuri. Kuna Njombe, kuna Katavi, kuna Songea, lakini vile vile kuna Lindi, kuna Singida, lakini pia kuna Songwe, na vile vile kuna Pemba. Na jengo la Pemba nilisemea kidogo kwamba lenyewe tumelifanya pia kimkakati, kwa sababu ni jengo ambalo lina hadhi ya kuimarisha na kuchachua pia muungano wetu. Pamoja na kwamba kwenye mambo ya muungano ile mahakama ya rufani ndio ya muungano, lakini hakuna kinachofika kwenye mahakama ya rufani bila kuanzia mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo tukadhani tukiweka kituo jumuishi pale Pemba itakuwa la maana. Hapa nimshukuru sana pia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametusaidia sana kupata kiwanja eneo zuri, na akasema kwa kuwa tayari kuna jengo zuri pale Tunguu la mahakama kuu, basi hii ikajengwe Pemba. Iko vizuri kwenye asilimia nzuri sana, na kwamba tumewashirikisha wenzetu wa KMKM, Komodo Sinjiri ndiye anayesimamia ili kasi kubwa zaidi, na tunaamini kwamba litaisha hadhi ya pale Pemba, na tunasema gharama yake ni bilioni 9.8 kwa lile la Pemba. Na hata muonekano wake, ndio maana nalizungumzia swala la juditecture, muonekano wake kaa pia kwa maudhui na mandhari Zanzibari, ili mtu akifika pia pale aweze kusikia kwamba amefika kwenye mahakama lenye vionjo vile vile vya kule Zanzibar. Mradi mwingine ambao ningependa niugusie kidogo ni ule wa ujenzi wa makao makuu, ambapo nimekuwa nikisemea mara kwa mara. Ninyi waandishi wa habari Geita ni vyema mkakumbuka hili, na wale ambao wanafuatilia kwamba jengo hili sasa tayari majaji wote ambao walitakiwa kuhamia pale wa mahakama kuu na mahakama rufani tayari tumeshahamia pale. Ofisi ya mtendaji mkuu ilishakuwa pale kuanzia tarehe 29 Disemba 2022. Ofisi ya msajili mkuu tayari iko pale, kwa hiyo jengo linatumika kwa asilimia zote. Ni jengo kubwa la kifahari. Nirudie tu kusema gharama yake ni bilioni 129.7. Kwa hiyo ni jengo ambalo ni la pekee, lina ghorofa 9, na kama nilivyowaambia tayari imeshaleta vivutio, imeshakuwa kivutio cha kiutalii, na SGR inapita pale pale. Ni imani yetu kwamba miti iliyopandwa pia pale zaidi ya 400 siku ya uzinduzi ambaye aliongoza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupanda miti
itazidi kuvutia mandhari ya pale, na niwakaribishe Watanzania wawe na hamu na shauku ya kuja kutembelea jengo lao hilo ambalo ni zuri la kifahari na linaweka historia ya pekee. Kama nilivyosema, lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Alizindua miradi mitatu: jengo la Tume ya Utumishi wa Mahakama ambalo ni bilioni 13.4, akazindua majengo ya makazi ya waheshimiwa majaji bilioni 42.3, lakini pia jengo hili kubwa sasa la kihistoria la mahakama ambalo ni bilioni 129.7. Tunaita a gigantic building, yani jengo ambalo ni la kinamna yake. Lakini tunachosema ndugu zangu, haya yote sasa yamefanyika, pengine ni vyema kufahamu kwamba faida ya vyote kufanyika ni nini. Moja ni kuhakikisha kwamba kupata haki imerahisishwa sasa kwa kiwango kikubwa sana, kupunguza umbali ule wa Tanzania kusafiri. Walikuwa wanasafiri kilomita 400 mpaka 500. Mfano imetolewa wa Morogoro pale Mahenge kwenda Dar es Salaam kufuata huduma ya mahakama kuu. Sasa hivi imekuwa ni kitu kingine. Lakini pia tunasema hata gharama sasa zimepungua zaidi, zile za kufuata haki, kwa sababu huduma zimekuwa karibu zaidi na ilivyokuwa mara ya kwanza. Hata backlog cases sasa, mwanzoni mwaka 2021 wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, backlog ilikuwa 10%, lakini sasa tunazungumzia 3%. Kwa hiyo tunaona bado mambo yanakwenda kwa kasi kubwa sana. Backlog maana yake ni kesi ambayo imechelewa, imekaa muda mrefu mahakamani. Nchi zingine jirani, sitaki kutaja jina, wao kwenye 57%. Sisi tuko kwenye 3%. Walipotutembelea tulipomwambia 3%, wakasema nafikiri mmesahau 0, labda ni 30%. Nikamwambia hapana, ni 3. Kwa hiyo kwa kweli kazi kubwa inafanyika. Tulitamani mjue kwamba haya yanayoboreshwa katika miundombinu basi yana tija katika utendaji wa shughuli.